Mambo vipi mwanafamilia na mtazamaji wa channel yako ipendwa ya HNT Media? Ni wakati mwingine tunakuja tena kukuletea taarifa za michezo ambazo zimeendelea kuhappen na kutrend kunako mitandao ya kijamii, na sisi tukasema hatuwezi kukaa kimya kwa vile tumeipata taarifa hii kem. Taarifa ni ya moto kabisa, tukasema tukuletea hapa ili mwanafamilia usipate taabu ya kwenda sehemu yoyote kwenda kutafuta taarifa za michezo ambazo zinaendelea kuhappen. Na taarifa kubwa kama hii ambayo imekwisha kutufikia muda sio mrefu, Young Africans wamethibitisha kupokea taarifa kubwa kutoka kasi ambayo ina maelekezo maalum kabisa kuhusiana na mechi iliyoahirishwa ya Kariakoo Derby ambayo ilitajwa kuchezwa siku ya tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Basi leo kasi wameweza kutoa taarifa hii na kuielekeza klabu ya Young Africans kufanya kitu kikubwa sana hivi sasa. Bana, kabla hatujaitazama kiundani kabisa taarifa hii, nikwambie kwamba bonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia utaifuata alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo. Ruhusu kwa kufanya hivyo pia na kufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu wakati tunapokuwa tunakuletea hapa. Usihangaike kwenda kwingine kote kutafuta taarifa za michezo ambazo zinaendelea kuhappen na taarifa ambazo zinaendelea kutrend kunako mitandao ya kijamii. Bana, kama unavyojua klabu ya soka ya Tanzania, tunazungumzia wana Jangwani Young Africans ambao wanashiriki ligi kuu Tanzania bara na kombe la CRDB Bank Federation, ambapo Young Africans ni bingwa mtetezi wa makombe yote hayo mawili. Basi kulikuwa na kesi ambayo Young Africans walipeleka kasi ili kwenda kutafuta suluhu juu ya ile mechi ambayo iliahirishwa siku ya tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, mechi namba 184 ambayo ilitajwa kuchezwa siku hiyo, siku ya tarehe 8 katika majira ya saa 10 hapo kunako uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini kutokana na sintofahamu zilizotokea, mechi hiyo iliahirishwa na Young Africans walichukua hatua za kufuatilizia ni kipi ambacho kimefanya mechi hiyo iahirishwe. Je, kanuni, sheria, taratibu zote ambazo bodi ya ligi wanazisimamia katika kuendesha ligi zimefuatwa? Basi pasina shaka kabisa Young Africans baada ya kujiridhisha kwamba hiyo mechi imeahirishwa kwa sababu ambazo sio za kisheria na za kikatiba za kikanuni ambazo zinaendesha ligi ya Tanzania NBC Premier League, basi Young Africans wakaamua kuchukua hatua moja baada ya nyingine kuelekea kwa mechi hiyo. Unaambiwa klabu ya Young Africans waliweza kutoa taarifa kwa umma kunako mitandao ya kijamii juu ya msimamo wao. Kwanza wakaiandikia bodi ya ligi demand letter ambayo Young Africans walishangazwa kwanza kwa taarifa ambazo walizitoa bodi ya ligi kutokana na mechi hiyo kuahirishwa. Young Africans hawakupewa taarifa tofauti, badala yake taarifa ziliwekwa kunako mitandao ya kijamii. Klabu kama Young Africans ambayo ni taasisi wakalani kwanza kitendo kama hicho ambacho, kwa nini taarifa za kuahirishwa mechi wasiambiwe Young Africans zinawekwa kwenye mitandao ya kijamii, kitu ambacho kilileta sintofahamu kuna uongozi wa klabu ya Young Africans na kuona sasa kwamba hili jambo haliko vizuri na kuanza kufuatilizia ni namna gani ambavyo mechi hii imeweza kuahirishwa. Katika demand letter ya Young Africans waliweza kushinikiza pia uongozi wa bodi ya ligi ya TFF waweze kujihuzuru kutokana na kwamba wameshindwa kufuatilizia sheria, kanuni na taratibu ambazo zinaongoza ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League. Lakini pia na kuitaka bodi ya ligi iweze kuwapa Young Africans pointi 3
za mchezo huo na ushindi wa magoli matatu kama jinsi ambavyo sheria na kanuni zinaelekeza. Lakini kutokana na muda ambao Young Africans waliutoa katika demand letter yao uliweza kupita na hakuna kitu chochote kilichotokea. Sasa Young Africans wakaamua ili jambo kulipeleka katika ngazi za juu zaidi, wakaamua kwenda katika mahakama ya usuluhishi ya masuala ya michezo CAS, ambako walipeleka shauri hilo. Ilikuwa ni Machi 21, lakini kwa taarifa ambazo tulizipata kutoka CAS katika mashauri ambayo yalitajwa kusikilizwa kwa muda wa hapa katikati kuanzia Machi 24 mpaka April, kulikuwa na mashauri takriban 21 ambayo yalikuwa yamesajiliwa CAS, lakini shauri pekee la Young Africans halikuwepo kutokana na kwamba CAS wana utaratibu wao. Ukipeleka shauri lako inatakiwa lipewe muda wa kusajiliwa, alafu ndo lipangiwe tarehe ya kusikilizwa. Lakini kutokana na kwamba kesi ya Young Africans ilikuwa ni kama dharura, kwa sababu pia haiwezi kasubiri ipangiwe tarehe, kutokana na kwamba huku ligi kuu bado inaendelea na inaelekea ukingoni kabisa. Ukiangalia Young Africans amebakisha mechi 5 kikawaida, lakini yeye anasema amebakisha mechi 4 kutokana na kwamba mechi hiyo iliahirishwa. Yeye anasema hawezi kushiriki tena kutokana na kwamba taratibu zilizofanywa kuahirishwa kwa mechi hiyo hazikufuata sheria, yalikuwa ni matakwa ya mtu na klabu fulani. Basi CAS wakaamua hiyo kesi waisikilize kwa dharura. Basi hapo ndipo Young Africans waliingia gharama ya kulipia kesi hiyo ili isikilizwe, kutokana na kwamba kwa sababu wanafanya ni kama dharura, haikuwa katika mlolongo wa kesi ambazo zilitakiwa zisikilizwe kuanzia Machi mpaka April. Kwa muda huu Young Africans ikatakiwa alipe milioni 110 ili kesi yake isikilizwe, na si hivyo tu, naambiwa kwamba Young Africans wametoa zaidi ya hiyo fedha, kutokana na kwamba kesi hiyo mwanasheria aliyekuwa anatajwa kuja kuisikiliza kesi hiyo alikuwa anatokea Ufaransa. Mahakama hiyo inapatikana Uswizi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna umbali mrefu kutoka Ufaransa hadi Uswizi. Kwa hiyo ni lazima gharama zingeweza kutumika ili kwamba mwanasheria ambaye anakuja kuisikiliza hiyo kesi aweze kulipa. Baada ya siku kadhaa, baada ya CAS kulipitia shauri la klabu ya Young Africans, wakarudisha mashtaka hayo kwa TFF bodi ya ligi, lakini pia na kwa Simba, na kuwataka waandike utetezi juu ya mashtaka hayo ambao wameshtakiwa nayo ndani ya siku 10 ili kwamba CAS waweze kuyapitia tena na waweze kutoa uamuzi juu ya swala hili. Lakini pia wakaweka option kwa TFF na bodi ya ligi kwamba kama wana uwezo wa kuisikiliza shauri hilo na kuisikiliza kesi hiyo na wakaipatia ufumbuzi kwa kufata kanuni na sheria za FIFA na CAF, basi wana uwezo wa kurudishiwa shauri hilo ili waweze kulipitia na wao waweze kukaa na kutoa uamuzi juu ya mechi hiyo ambayo iliahirishwa siku ya tarehe 8. Lakini kutoka hapo hatujaona kitu chochote kikiendelea kwa upande wa TFF na upande pia wa bodi ya ligi hakuna statement yoyote iliyotolewa. Kwa hiyo Young Africans wakaamua kurudi tena kwenda kuliamsha ili haki yake ambayo anaipigania aweze kuipata, kutokana na kwamba sasa hivi kutokana na kwamba ligi inaelekea mwishoni kabisa na hatuwezi jua kwamba hii mechi itachezwa ama haitachezwa, yani ni 50 kwa 50. Kwa hiyo Young Africans wakaamua tena kuingia kwenda kuliamsha ili waweze kupata haki yao ya kimsingi ambayo wanaipigania. Bana, kama wewe ni mfuatiliaji wa taarifa
taarifa zetu kutoka HNT Media hapa, nafikiri utakuwa unaelewa. Tulikuletea uchambuzi na tulikusomea barua zote ambazo Young Africans walizipeleka huko CAS, lakini pia na majibu yaliyoletwa na CAS tulikusomea kwa upana kabisa, na tukakuelewesha nini ambacho walitakiwa TFF na bodi ya ligi pamoja na Simba walalamikiwa wafanye ndani ya siku 10, lakini hakijafanyika kitu chochote. Kwa hiyo naona kabisa kwamba ile demand letter ya Young Africans ya kuwataka uongozi wa bodi ya ligi juu ya mwenyekiti wake Steven Mguto pamoja na katibu mkuu wa bodi hiyo bwana Almas Kasongo hawana sifa za kuendelea kuwepo pale, kutokana na kwamba wameshindwa kung'amua mgogoro mdogo kama huu.